Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Zuchu siku ya leo amezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuzungumza kwa yeye kuondoka katika lebo ya WCB Wasafi, lakini pia sababu kubwa ya yeye kuondoka, lakini pia kuna baadhi ya vitu ambavyo viliwahi kumkwaza katika hiyo lebo ya WCB Wasafi na ameamua kuvizungumzia. Ameruka live katika ukurasa wake wa TikTok akiwa anazungumza issue nzima, akiwa anaongea ni mambo gani ambayo Diamond Platnumz aliwahi kumfanyia mabaya, lakini pia kuna baadhi ya mambo ambayo ni mazuri. Ukiangalia Diamond amemsababisha Zuchu akawa Zuchu, sio tena Zuhura. Ni msanii ambaye kwa sasa hivi anaweza akafanya chochote na mashabiki wakamsupport kwa sababu tu ya ile nguvu kubwa ambayo Diamond aliitumia kwa ajili ya kumboost na kumfikisha hapo ambapo amefika. Tunaweza kusema labda kama sio ugomvi mzito uliotokea kati ya Zuchu pamoja na Diamond, huenda Zuchu angeendelea kusalia katika lebo ya WCB Wasafi. Lakini Zuchu mara nyingi sana ameshatishia kuondoka katika lebo ya WCB tangu kile kipindi ambacho Juma Lokole alimfukua anamchokoza sana katika media za Wasafi, akaenda kuishtaki media ya Wasafi. Alitamani kuondoka tangu kile kipindi, lakini alikuwa hana namna. Diamond Platnumz alikuwa anambembeleza sana, na si unajua tena mapenzi. Basi Zuchu akaona ya nini niendelee kuondoka, au ya nini niendelee kusimamia msimamo wa kuondoka, basi bora tu niendelee kukaa nimsupport mume wangu, maisha mengine yaweze kuendelea. Sasa hivi baada tu ya kugombana na Diamond alimshushia kipigo kizito, na Zuchu akaamua kubadilisha mawazo yake na kumshirikisha mama yake Hadija Kopa, na Hadija Kopa akamwambia it is okay, kama unaona ni sawa wewe kuondoka kwenye lebo basi ondoka, kama unaona sio sawa basi mwekane sawa na mwenzako, muendelee kusalia na maisha mengine yaweze kuendelea. Lakini Zuchu amesimamia msimamo wake, anataka kuondoka katika lebo ya WCB na tayari wameshamalizana na msanii Diamond Platnumz. Na sasa hivi Zuchu anakuambia endapo hiyo ndoa yao ikasalimika, yani wakasameheana na mume wake, basi yeye atakuwa tu msanii wa kujitegemea na Diamond atakuwa ana kampuni yake ya WCB Wasafi, na yeye atafungua lebo yake, hawezi tena kuwa chini ya lebo ya WCB Wasafi kwa sababu tayari ni msanii ambaye anajiweza. Lakini Zuchu ameweza kuzungumza baadhi ya vitu ambavyo aliwahi kuviona katika lebo ya WCB akiwa pamoja na Diamond, akiwa pamoja na wasanii wenzake. Kwanza kabisa anakuambia katika hii sanaa ya muziki kuna ushirikina mwingi. Zuchu anakuambia walikuwa wanalogana mule ndani. Anakuambia wasanii kwa wasanii wanalogana. Yani inafikia hatua msanii mwenzako anakuloga ili mradi hiyo ngoma yako utakayotoa isiende mbali zaidi. Jambo ambalo Zuchu alipolifahamu basi alikuwa anamuuliza Diamond, hili swala limekaaje? Diamond anamwambia sasa wewe ukilogwa alafu na wewe pia umekaa tu umezubaa, basi unakuja kushangaa haufanikiwi katika sanaa ya muziki. Diamond akamuelekeza jinsi ya kufanya. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanatokea mule katika lebo ya WCB, lakini Zuchu akawa haelewi. Zuchu anakuambia kwa sasa hivi anaelewa kila kitu kwa sababu ameshajifunza mambo mengi sana kwa msanii Diamond Platnumz. Lakini pia Zuchu anakuambia ukiachana na yeye kuachana na Diamond kwamba wamegombana, lakini sababu nyingine ambayo inamsababisha yeye aondoke katika lebo ya WCB, anakuambia analipwa mapato madogo sana licha ya kwamba anaingiza mapato mengi sana katika wasanii wote. Msanii Zuchu ndiye msanii ambaye anaingiza mapato makubwa katika lebo ya WCB, na lebo ya WCB utaratibu wao 40% za mapato yako msanii unapokea wewe mwenyewe, lakini 60% zinaingia katika lebo ya WCB Wasafi. Jambo ambalo Zuchu anakuambia anaona kabisa yeye alikuwa anaifaidisha ofisi yao ya lebo ya WCB Wasafi na wala sio kujifaidisha yeye. 60% ya mapato ya Zuchu ni makubwa sana. Zuchu anakuambia shawahi kufanya show ya bilioni, shawahi kufanya show ya mamilioni ya pesa. Ukiangalia ukifanya show ya milioni hata 600, alafu 60% zinaingia kwenye kampuni, 40% unapokea wewe. Ni kama vile unaifaidisha kampuni, sio kwamba unajifaidisha wewe. Na huku ukiangalia ungejitegemea mwenyewe ungepata mapato yako makubwa zaidi. Hivyo basi Zuchu yeye anataka kujitegemea yeye mwenyewe na wala hataki tena kuwa chini ya mtu yeyote. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza, tuachie maoni yako, lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.